Karibu Fat Rabbit TZ kuendelea kupata elimu ya ufugaji wa sungura wa kisasa. Kwa majina naitwa Fadhili Mfaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa. Napatikana katika mkoa wa Lindi, halmashauri ya manispaa ya Lindi mjini. Katika video hii naenda kukufundisha mifumo mbalimbali inayotumika katika ufugaji wa sungura na faida pamoja na hasara zake ambazo zinatokana na kila aina ya mfumo. Na hii mifumo itakuwezesha wewe kama mfugaji uchague mfumo gani ambao utakayekupa matokeo yaliyokuwa bora na mazuri zaidi kutokana na mtaji wako na lengo la kuanzisha huo mradi wako. Na nitakushauri pia namna gani ambavyo unaweza ukaanzisha kila aina ya mfumo wote unaohitaji kuanza, na nitakuelekeza kila mbinu mbalimbali ambazo ni bora zaidi katika kila mfumo ambao unahitaji kuanza. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika makundi mbalimbali ya mitandao ya kijamii, kuwafanya wafugaji wenzetu ambao wanahitaji ufugaji huu wa sungura wa kisasa wapate elimu hii na iwafikie kwa haraka zaidi. Baki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili ujipatie elimu zaidi ya kuhusiana na huu ufugaji wa sungura wa kisasa. Nikianza na mfumo wa kwanza ni mfumo wa cages au mfumo wa mabanda maalum. Na huu mfumo itakupasa mfugaji uandae mabanda yaliyokuwa maalum zaidi kwa ajili ya ufugaji wa sungura, na lazima ufahamu mfumo mzima wa utengenezaji wa hayo mabanda na hayo mabanda yanahitaji kitu gani, ili mradi utengeneze banda ambalo lilokuwa bora na ambalo litakalokusababishia ufugaji wako wa sungura usiwe na changamoto. Na huu mfumo pia una faida zake na hasara zake. Na nikianza na upande wa faida za huu mfumo, jambo la kwanza, ukitumia mfumo huu unakuwa ni rahisi zaidi katika swala zima la ufanyaji wa usafi katika mabanda yako, kwa sababu haya mabanda yanakuwa yametengenezwa kwenye mfumo maalum ambayo itakusababisha wewe utafanya usafi sehemu moja tu, yaani sungura wakijisaidia na mabaki ya chakula pamoja na haja zao zinakuwa zinadondoka katika sehemu moja, na wewe inakuwa ni rahisi zaidi katika swala zima la ufanyaji wa usafi. Faida ya pili ya mfumo huu, hupunguza sana uwezekano wa upatikanaji wa magonjwa ya mlipuko katika mabanda yako au katika mradi wako, kwa sababu kila sungura atakuwa anajitegemea katika eneo lake. Kwa hiyo ni vigumu sana sungura kuambukizana ovyo ugonjwa wote ambao ukitokea katika hilo banda lako. Na faida ya tatu ya mfumo huu, ni rahisi zaidi mfugaji kufahamu na kufuatilia afya na ukuaji wa sungura wake, kwa sababu kama sungura atakuwa na changamoto ya aina yoyote, ataanza kukuonesha dalili mbalimbali, labda atakuwa anaumwa, na kutokana na hizo dalili utakuwa unagundua kabisa kwamba sungura wangu huyu ana changamoto ya aina gani. Faida nyingine ni rahisi zaidi kupangilia uzalishaji katika mradi wako, kwa sababu utakuwa unapanga wewe kwamba mwezi huu sungura nitakuwa nazalisha kwa kiasi gani na nitaweza kuwasimamia kwa kiasi gani, na utaandaa bajeti yake kwa urahisi zaidi, kwa sababu unakuwa umeshajiandaa na umeshajipanga vizuri kwa ajili ya swala zima la uzalishaji. Nikija kwenye upande wa hasara za huu mfumo, hasara ya kwanza, huu mfumo unahitaji uwe na mtaji mkubwa, mtaji ambao utakokufanya kugharamia ujenzi wa mabanda ya hayo sungura pamoja na gharama zote zinazoendana na huu mfumo, kuanzia chakula, madawa. Kwa hiyo ni mfumo ambao lazima ujiandae na mtaji ili mradi upate kuendana nao sawa. Na hasara ya pili, huu mfumo unakuchukua muda mwingi sana kwenye masuala zaidi ya kuwasimamia na kuwahudumia sungura wako, kuanzia masuala ya usafi pamoja na ugawaji wa chakula. Pia tunaendelea kutoa mafunzo mbalimbali ya ufugaji wa sungura wa kisasa kwa kupitia grupu letu la WhatsApp, na utagharamia ada ya shilingi 5,000. Mafunzo tunatoa kwa muda wa mwezi mmoja. Humu utajifunza mada mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa, changamoto zinazotokea katika mradi huu na jinsi gani ya kuzitatua hizo changamoto. Pia kuna kitabu cha ufugaji wa sungura, na hiki kitabu tunakiuza kwa gharama ya shilingi 10,000. Mfumo wa pili ni mfumo huria au kwa jina lingine unaitwa free range system.
Huu mfumo sungura anakuwa anapata uhuru mkubwa sana, na huu mfumo una faida zake pamoja na hasara zake. Nikianza kwenye kipengele cha faida za huu mfumo, kwanza huu mfumo unahitaji mtaji mdogo sana, hauhitaji mtaji mkubwa kama ulivyokuwa mfumo wa kwanza. Kwa hiyo mtu unaweza ukawa na mtaji mdogo na unaweza ukauendeleza huu ufugaji kwa kupitia mfumo huu. Pia sungura anakuwa yupo huru sana, anakuwa anaweza kajiachia muda mwingi na anacheza anavyotaka yeye, kwa sababu anakuwa abanwi sehemu moja, anakuwa na uhuru sana wa kuzurura zurura. Faida nyingine ya huu mfumo ni rahisi kuanza kwake na kuendeleza, kwa sababu unakuwa haukuchukui muda mwingi sana kuwasimamia na kuwafuatilia sungura wako. Wewe cha muhimu zaidi uweze kuwafungulia na kuwafungia tu jioni. Kwa hiyo ni mfumo ambao haukugharimu muda mwingi sana kuwafuatilia hao sungura. Kija kwenye upande wa hasara wa huu mfumo, kwanza sungura wanakuwa hawapo katika ulinzi, kwa sababu sungura wanakuwa wanazurura ovyo na wanakuwa wako huru sana. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kushambuliwa na maadui zake kama vile wanyama wakali, mbwa, paka, ila pia ni rahisi hata kuibiwa. Kwa hiyo ni hasara mojawapo ambayo utautumia huu mfumo. Hasara ya pili ni pale endapo magonjwa yatakuwa yameingia katika mradi wako. Huu mfumo utasababisha magonjwa yaenee kwa haraka zaidi, kwa sababu sungura wengi wanakuwa wapo eneo moja. Kwa hiyo ugonjwa kutoka kwa sungura mmoja kuhamia kwa sungura mwingine unakuwa ni rahisi zaidi, kutokana wanakuwa wanashare kwa kila kitu, kuanzia vyakula pamoja na eneo ambalo watakuwa wanalala. Hasara nyingine ni kushindwa kudhibiti uzalishaji, kwa sababu sungura wengi wanakuwa wamekaa sehemu moja. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi wao kujamiana kwa muda wote, na wewe utakosa kumbukumbu kama mfugaji kujua sungura gani na tarehe ngapi atakuwa amepandwa huyo sungura na muda gani atakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuzaa, ili upate kumwandalia mazingira mazuri ya kuzalia. Ila pia utasababisha kwamba sungura atakapokuwa anazaa, siku akizaa anaweza akapandwa tena na kusababisha hata wale watoto ambao wamezaliwa wakapata kuharibika na wakafa. Kwa hiyo pia unaweza kusababisha sungura wako wakashindwa kuwa na afya njema na kuwafanya wadumae, ila na kusababisha ugomvi wa mara kwa mara kati ya hao sungura waliokuwa pamoja. Endapo sungura atakapokuwa amepata ujauzito, wanakuwa wakali sana. Kwa hiyo unaweza kusababisha kuwajeruhi sungura wengine. Kwa uhitaji wa mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 0623191238. Tutakutumia popote pale ulipo, na hii mbolea inafanya kazi kubwa ya kiuatilifu na kukuza mimea. Wasiliana na Rufiji Delta Agriculture Input kwa simu namba 0655673891. Hawa ni mabingwa wa uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora pamoja na matunda ya petaya maarufu kama Dragon Fruits. Wanapatikana mkoa wa Lindi, eneo la Mnazi Mmoja. Nikimalizia na mfumo wa tatu, mfumo wa nusu huru au nusu huria. Mfumo huu unakuwa umejigawa sehemu mbili. Unahitajika utengeneze mabanda machache, ila pia itakubidi uachie sungura wako pia wawe wanapata uhuru wa kuzurura zurura. Huu mfumo pia una faida zake na hasara zake. Kwanza, faida za huu mfumo, sungura anakuwa anapata nafasi ya kuzurura na kuwa huru. Ila pia faida ya huu mfumo, hutumii gharama kubwa sana katika kuuendesha huu mfumo, tofauti na mfumo wa mabanda maalum au cages. Faida nyingine, hautumii muda mwingi kuwahudumia. Kwa upande wa hasara, ni rahisi pia kuambukizana magonjwa kwa sungura, kwa sababu kuna muda ambao watakuwa wanachanganyikana kwa pamoja. Kwa hiyo pale ni rahisi sana sungura kuambukizana magonjwa mbalimbali. Ila pia ni vigumu pia kudhibiti uzalishaji, kwa sababu muda ambao sungura watakuwa wanachanganyana unakuwa ni rahisi zaidi kupandana. Kwa kutokana na mifumo hii yote, kwa upande wangu, kama unahitaji ufugaji wa sungura wa kisasa na ili uingie kwenye biashara zaidi ya ufugaji wa sungura,
ni vyema zaidi ukatumia mfumo wa cages au mabanda maalum, kwa sababu mfumo huu ndio unatusaidia sana wafugaji wengi kwa kupunguza magonjwa katika miradi yetu, ila pia unatusaidia katika kubalance uzalishaji katika mradi wako na kufanya malengo mazuri zaidi, ili mradi wako upate kuendelea vizuri kabisa. Kama una changamoto yoyote katika mradi wako wa ufugaji wa sungura, unaweza ukaandika komenti yako hapo chini na sisi tukapata kukusaidia kutatua hiyo changamoto yako. Asante.